Lakini ameondoka Dube, unamleta nani? Unamleta Chuga ambaye kiukweli kabisa hawezi kupenya kwenye kuta za timu ngumu kama Simba, Azam au zile mechi za kimataifa, ngumu sana kupenya. Ile Dumbia yule ni Victor Osimhen mtupu yani. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana watu wapinzani wa Simba msimu kuweza kuziwia wale jamaa wasitufunge magoli mengi. Hapo kwa Dumbia watu wengi wanapinga, wengine wakisema huyo ni Osimhen wa Buza. Nataka nisikie maneno kutoka kwako. Umemuonaje kwanza ile Osimhen? Wanaharibu timu. Hata Simba wala maifensa kama timu yetu sisi. Maifensa wa Simba ni wamesoma, waelewa na wanaujua mpira. Na ndio maana hata timu yao inafanya vizuri. Umeona picha zake zimeanza kuvuja, yule jamaa akiwa ananyanyua watu kwao huko. Kumbe jamaa ni kinyozi bwana, sio mchezaji mpira. Jamaa ni kinyozi, sio mchezaji mpira. Kwa hiyo tutegemea ni vichekesho tu msimu huu. Kwa hiyo kinyozi? Jamaa kinyozi, sio mchezaji mpira. Hujaona clip. Kwa hiyo jamaa alipewa muda mchache sana, lakini kwa namna ambavyo nimemuona mimi, sijawahi kuona striker mwenye level ya yule jamaa. Yule jamaa level zake anatakiwa wanachezea ligi kubwa sana za ligi kubwa kama za Italy, ligi kama za Uingereza, ligi kama za Spain, kwa sababu Dumbia ni mchezaji ambaye kiukweli mzuri sana na inahitaji mabeki ambao shambaja pembeni hao wa Simba. Huku yule Makigwala, afu huko kuna nani? Kuna huyo Swindo Libase na Oula, na huko kuna Mpanzu na huyo. Yaani hawa jamaa wote wana speed, wana kasi, wanajua kufunga, wanajua kumtoka mchezaji, wana vitu vingi sana vizuri ambavyo tunakutana Master Boy kuzungumza masuala mbalimbali ya michezo kama hiyo. Bwana Yanga wameshusha vyuma. Ni ngumu sana kuleta chachu, yani ni ngumu sana kuona mabadiliko Yanga iliyopita na Yanga hii ya msimu, kwa sababu aina wachezaji ambao tumewasajili ni aina ile wachezaji ambao wanaondoka. Kwa hiyo ili uweze timu kuleta chachu ya maendeleo au uweze kuona kuna kitu kimebadilika kwenye upande wa maendeleo, ni lazima akitoka mtu mwenye wastani wa 17 mlete mtu mwenye wastani wa 20%. Kidogo tutaleta sawa, lakini ameondoka Dube, unamleta nani? Unamleta Chuga ambaye kiukweli kabisa hawezi kupenya kwenye kuta za timu ngumu kama Simba, Azam au zile mechi za kimataifa, ngumu sana kupenya. Au wazee ambao wamesema mawata player wajuzi hawa. Yaani sijaona kabisa water player mwenye energy, mwenye skills, water player mwenye uwezo ambaye anaweza akakupa kitu kizuri ndani ya dakika 90 kwenye mechi ngumu ambazo, kwa mfano kwenye ligi yetu hapa, zile timu 5 bora kutoka namba 5 kwenda juu, uweze kupenya, kwa sababu ni aina ya wachezaji ambao kiukweli hawana energy, hawana skills, hawana vitu vizuri ambavyo wachezaji ambao wa kimataifa wanatakiwa wawe navyo. Kuna lile water player ambao limepanda juu, ndevu limeachia, akutishi. Naona Yanga kama amepata kitu pale. Nimeona picha zake zimeanza kuvuja, yule jamaa akiwa ananyanyua watu kwao huko. Kumbe jamaa ni kinyozi bwana, sio mchezaji mpira. Jamaa ni kinyozi, sio mchezaji mpira. Kwa hiyo tutegemea ni vichekesho tu msimu huu. Kwa hiyo yule kinyozi, jamaa kinyozi, sio mchezaji mpira. Hujaona clip zake? Clip kibao tu sio mwenye mandevu yule. Jamaa sio mchezaji mpira yule. Alikuwa anacheza zamani, lakini sasa hivi bwana kiukweli safari naona kabisa Yanga tunaenda kuwakabidhi Simba ubingwa raundi ya kwanza kabisa, kwa sababu naona wenzetu wako very serious yani. Wamesajili watu wa kweli yani, watu ambao wakifika kwenye kikosi chao hawahitaji muda kwamba huyu akae benchi azoeane na wenzie na nini, hapana. Yani wamesajili wachezaji ambao moja kwa moja wanaingia kwenye kikosi. Kama unavyoona wale akina Kevin Nation wale juzi wamekibonda vizuri, kama unavyowaona wale akina Kalesto sijui wameubonda vizuri. Ile Dumbia yule ni Victor Osimhen mtupu yani. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana watu wapinzani wa Simba msimu kuweza kuziwia wale jamaa wasitufunge magoli mengi. Hapo kwa Dumbia watu wengi wanapinga, wengine wakisema huyo ni Osimhen wa Buza. Nataka nisikie maneno kutoka kwako. Umemuonaje kwanza ile Osimhen? Yule Osimhen akacheza dakika chache sana, kama sio dakika 10 sio dakika 12, unaelewa. Lakini kwa namna ambavyo anavyojua kujiposition, anavyojua goli, alivyokuwa na mashuti, unajua striker sio mpaka afunge goli. Striker na mwangalia namna ambavyo anavyocheza na anapopokea mali, anavyojua kukaa kwenye nafasi, anavyojua kutoa pasi, anavyotengeneza mashambulizi, huo ndio striker, unaelewa. Kwa hiyo jamaa alipewa muda mchache sana, lakini kwa namna ambavyo nimemuona mimi, sijawahi kuona
striker mwenye level ya yule jamaa. Yule jamaa level zake anatakiwa wanachezea ligi kubwa sana za ligi kubwa kama za Italy, ligi kama za Uingereza, ligi kama za Spain, kwa sababu Dumbia ni mchezaji ambaye kiukweli mzuri sana na inahitaji mabeki ambao waloshiba na hawatakuwa na matatizo ya vifua, kwa sababu jamaa anavyoonekana ni mtu ambaye anajua sana goli, anajua sana kukela ule mshikaji. Unaweza kuambia nini ambao wanasema Dumbia Simba wamepigwa? Unaweza kuambia kitu gani? Wajifunze mpira, hawajui mpira. Mtu yote ambaye anajua mpira huwezi kumdisrespect yule jamaa. Yule jamaa mpira anaojua. Yule jamaa hajafunga goli juzi, ndio amekosa lile goli, lakini ni mtu hatari sana akiwa kwenye nyavu. Yaani yule wangempa wala dakika 20 au 25 wale Mogadishu walikuwa nakufuata chuma 3 peke yake za yule mshikaji. Kwa hiyo Simba alikuwa wanaamua kufanya rotation kwenye ile mechi. Kwa hiyo hawakuwa na haraka sana ya kushinda. Na ndio hata game wakati inaanza ile, wachezaji karibia wote walioanza wote yani msimu ulioisha hawakupata chance ya kucheza. Unaelewa? Kwa hiyo mwalimu aliamua kuangalia namna nyingine ambavyo kuweza kumwamini kila mchezaji, waangalie huyu ana madhaifu gani, huyu mzuri sehemu gani, huyu anafiti wapi. Na alipofanya vile akagundua kumbe huyu akifanya hivyo. Sababu hata namba pia ilibadilishwa. Nilimwona mpaka yule Mligo yule amecheza katikati. Ni mchezaji wa pembeni yule. Lakini amecheza katikati. Nimeona mechi ina Chama humo, ina Kibabage humo. Maana wale wachezaji ambao wanaingiliana namba lakini wote walicheza kwenye ile mechi. Kwa hiyo yule kocha wa Simba ni miongoni mwa makocha fulani hivi ambao uwezo wao ni mkubwa sana, big brain. Anakupa kitu kizuri kwa wakati ambao wewe ukutarajia. Kwa hiyo hawa wachezaji wa Simba msimu huu ni ngumu sana kuweza kubato nao. Master, kwenye utambulisho wa wachezaji watatu ambao umeweza kufanya, tuliweza kumshuhudia shabiki wa Simba, kitu ambacho kimeleta mjadala mkubwa. Inaonyesha kwamba nyie mashabiki wa Yanga kama mmedharauliwa hivi, kwa sababu kwenye matukio makubwa ukiangalia kwenye paredi shabiki wa Simba alinyanyua kombe, lakini pia kwenye utambulisho mkubwa inatokea shabiki wa Simba akiwa na udhamini wa Betway, wakati Betway ni mpinzani mkubwa wa SportPesa. Unaweza kulizungumziaje? Kwanza kikubwa kabisa ambacho hakiko sawa siku zile ni viongozi. Yaani viongozi wamejidhihirisha kwa watu kwamba walichokifanya ni kitu cha hovyo sana ambacho hakijawahi kutokea, unaelewa? Yaani sijajua viongozi sio walikuwa wamerogwa, sio ni akili zao za kawaida au sio ni vipi yani. Kwa sababu ni wanarudia ile mara kibao sana. Na sio kwamba kwenye timu yetu sisi hakuna mashabiki ambao wenye uwezo wa kuongea, hakuna mashabiki wanaoipenda timu yao, au kwenye timu yetu sisi hakuna mashabiki ambao wanaweza wakakupa kitu kizuri, wenye ushawishi mkubwa. Wapo wengi. Sasa sijajua kwa nini hawawaiti mashabiki wa timu yetu kwenye yale matamasha makubwa, labda wala kushika kombe au kwenda uwanjani. Umeona ile mechi ya mwisho ile ya sisi na JKT kule imejesa moyo. Alitoa shabiki wa Simba pale na mjezi wake wa Simba. Unaokumuokola, unapa Betway, una matangazo ya Simba kibao. Anakuja pale anashika makombe anazunguka nayo hivi. Bila kujua kwamba watakifanya kile kitu wanawapa thamani wale wadhamini wa jezi ya Simba, unaelewa? Kwa hiyo watu wanafocus, mbona wewe uko tofauti? Kwa hiyo mindset ya mashabiki wengi wanamwangalia yule ambaye amevaa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo ukisha deal na yule jamaa ambaye uko tofauti na watu wengine, maana yake unampa airtime. Ukimpa airtime yule tayari ushampa muda wa kutangaza vitu ambavyo amevivaa wale wakati. Kwa hiyo hata hii ajuzi viongozi sijajua walitumia akili ya namna gani kuweza kumuita shabiki wa Simba, alafu amevaa jezi ya Simba, jezi ina brandi kubwa hapa, ina brandi hapa, ina brandi hapa. Alafu kibaya zaidi kile kipindi kilikuwa live. Kwa maana ya kwamba watu wengi sio tu Tanzania peke yake, Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla watu wanafuatilia kwenye masimu na nini kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo unavomuita mtu wa timu nyingine haja azungumze pale, maana yake tayari wewe kitu chako unakitoa thamani, unampa thamani huyo ambaye umemuita, umemwalika. Sababu walisema kabisa surprise. Na ukishaambia surprise, unajua akili yako unawaza mimi hapa nataka surprise nijue ni nini. Kwa hiyo maana yake surprise ile ndio imewafanya watu wengi washtuke, alafu amewatoa thamani na viongozi wetu. Kwa namna moja ama ni nyingi tukisema kwa mashabiki nyie influencer wa Yanga hamna thamani kwenye klabu yenu. Kwa maono ya viongozi wetu ni kwamba sisi mashabiki wa Yanga na influencer sisi wa Yanga na ambao tunaipenda Yanga lialia hatuna thamani kwenye ile klabu. Na ndio maana kwenye matokeo makubwa yote muhimu huwa wanaitwa watu wa Simba waende kaonekane pale, kitu ambacho kinawanyongonyesha watu wengi sana wa Yanga. Na taarifa nilokuwa nayo ya chini kabisa hichi kitu kitaenda kuzungumziwa kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi. Yaani engineer ataenda kuulizwa kwa nini kwenye vitu vya msingi unaweta watu sio timu yao. Sisi ambao tumejitoa, tunasafiri na timu, tunanua jezi, tunaloga timu ishinde, hamtuthamini, mnakuja kuwathamini watu ambao sio timu yao. Hii ipoje
kwenye thamani ya mashabiki. Kwa hiyo nadhani kiongozi wetu engineer ana la kujibu na hatarudia tena, labda tu aliteleza kufanya mambo, lakini kwa mtu ambaye umeaminiwa na taasisi kubwa kama ya Yanga kufanya vitu vya kitoto kama vile kidogo inaleta ukakasi, hata baadhi ya watu wanakuwa wanashindwa kukuelewa. Kwenye sajili za Simba tumemwona Keleso dakika chache tu ameonyesha balaa zito. Unaweza kumzungumziaje? Kwa sababu tukiangalia na nyie mnasajili tu washambuliaji mawinga, mnashindwa kusajili mabeki ambao wataweza kuhimili mikiki hawa mawinga wa klabu ya Simba. Bwana ukaambiaje, safari kazi sisi tunayo. Yaani safari yule Kalesta na Kigwala yule mwamba mpira anaujua. Yaani yule ukimwangalia ni Olise mtupu. Yaani akichukua mali yule mshikaji hivi kuweza kumtoka sio jambo rahisi. Unajua, anajua kufunga, anajua kukevu, dead ball anapiga na yaani yuko vizuri sana. Na sasa nani nashindwa kuelewa mabeki zetu msimu huu wana kazi ngumu sana yani. Wanaweza kujivunja mapema sana kwa sababu ukiangalia mabeki ambao tuko nao msimu huu labda ni wala akina Shomari Kibwana ambao tayari washachoka sana. Huku upande wako ndio kuna yule Mohamed Hussein pamoja na yule Boka. Hao pia umri wao umeenda sana. Kwa hiyo naona kabisa hawa washambuliaji ambao pembeni hawa wa Simba. Huku yule Makigwala afu huku kuna nani? Kuna huyo Swindo Libase na Oula na huku kuna Mpanzu na huyo. Yaani hawa jamaa wote wana speed, wana kasi, wanajua kufunga, wanajua kumtoka mchezaji, wana vitu vingi sana vizuri ambavyo mabeki wote wa pembeni wana kazi mno. Hata viongozi wetu najaribu kuwashauri mapema. Tusiaibike, muda bado upo. Kama tumebakiza wachezaji 3 au 4 wa kigeni, basi cha kufanya hapa tutafute mabeki wazuri wa pembeni. Hawa akina Shomari Kibwana hawa tusiwategemee. Watatapika damu mapema sana kwa sababu ile kasi ya mawinga wa Simba naiona kabisa hakuna mtu ambaye anaweza kaziwia ili kuweza kuwafanya jamaa wasipate magoli kwenye timu yao. Tunamaliza na hili hapa, mnaendelea kwenye uchaguzi mkuu. Tumemsikia mjumbe mmoja wa kamati tendaji akisema yeye akipewa nafasi anaenda kuondoa ma-influencer, manake wao ni machawa. Wewe unaungana naye ama unapingana naye? Na kama unaungana naye, kwa nini uungane naye? Na kama unapingana naye, kwa nini unapingana naye? Kama sera yake ataenda kuitendea kazi kwa 100%, mimi nitaungana naye. Kwa sababu kuna ma-influencer ambao hawana faida kwenye klabu yetu. Wao kazi yao ni kutetea tu tumbo lao, unaelewa? Muda wote na wale sasa hawaitetei Yanga. Ndio ubaya zaidi. Wanaharibu timu. Hata Simba wala ma-influencer kama timu yetu sisi. Ma-influencer wa Simba ni wamesoma, waelewa na wanaojua mpira. Na ndio maana hata timu yao inafanya vizuri. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii ndio wanaongoza kwa followers. Ukiangalia hata kwenye ranki za Afrika Simba ametuzidi. Ukiangalia hata kwa quality players Simba anasajili wachezaji wazuri. Hawategemei ma-influencer. Wala hawategemei labda wewe uje uvae jezi ya Simba alafu ndio mseme hivi na hivi uitwe upewe chochote kitu. Jao ni kumtetea msemaji tu. Hata kama akizingua akiteleza hawezi kuzungumza mabaya yake. Sasa hakuna binadamu wa hivyo uweze kupatia kila siku, unaelewa? Inachotakiwa ifike mahali hawa my friends wao pia wafike waseme ukweli. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.